Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kombora la Oreshnik la Urusi bado limekuwa kizungumkuti kwa mataifa ya Magharibi. Matumizi ya karibuni ya Moscow katika mfumo wake wa kisasa wa kombora la Oreshnik umekuwa na athari inayoshangaza kwa wanajeshi na maafisa wa Magharibi. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa huduma za kijasusi za kigeni za Urusi, Sergei Narishkin, ambaye amesema mashambulizi katika kiwanda cha usafiri wa anga cha Ukraine huko Lviv umechukuliwa kuwa onyo dhidi ya kuhusika moja kwa moja katika mzozo unaoendelea na wafuasi wa Kiev. Aliongeza, jeshi la Urusi lilipiga kituo hicho kinachohusika na huduma za F-16 na MiG-29 karibu na mpaka wa Poland mapema Januari. Picha za CCTV za ndani zilinasa makombora mengi yakishuka kutoka angani kwa mfululizo wa haraka. Kufuatia mashambulizi hayo, Rais wa Urusi Vladimir Putin alilinganisha nguvu za kombora hilo na kimondo kinachoanguka na kusema kwamba hakuna mtu anayelingana naye ulimwenguni. Kulingana na Narishkin, viongozi wa kisiasa wa Magharibi walishangazwa na maendeleo. Wataalamu wao na wataalamu wa kijeshi walikiri hawakuwa na mbinu za kiufundi au kijeshi za kuweza kuzuia mifumo hii, aliambia RIA Novosti katika mahojiano yaliyochapishwa siku ya jana ya Jumatatu. Kombora la Oreshnik bado linatajwa ni moja kati ya makombora hatari ya kizazi kipya. Mataifa ya Magharibi yaliona kuwa kama onyo dhidi ya ushiriki wa moja kwa moja wa jeshi lao katika uhasama. Narishkin alidai, akiongeza kuwa ni sawa kwa uwezekano wa kutumwa kwa wanajeshi wa NATO nchini Ukraine baada ya kumalizika kwa mzozo. Majaribio ya kombora la masafa yasiyokuwa na kikomo ya Burevestnik na drone ya chini ya maji ya Poseidon, zote zikiendeshwa na vinu vya nyuklia vidogo, pia yameacha hisia kubwa kwa nchi za Magharibi, kulingana na mkuu wa ujasusi. Wanasiasa wengi na wanajeshi katika nchi za Magharibi hawakutarajia Urusi kuunda mifumo ya hadi ya juu ya silaha ndani ya muda mfupi. Mnamo Desemba, Putin alisema kwamba Burevestnik na Poseidon walifikia hatua muhimu za maendeleo kufikia mwaka 2025. Urusi ilifyatua Oreshnik kwa mara ya kwanza katika kiwanda cha silaha katika jiji la Ukraine la Dnipro mnamo Novemba mwaka 2024, ikielezea kama jaribio la vita lililofanikiwa. Uzalishaji wa wingi umeanza na mfumo huo pia ulipelekwa Belarus mwaka uliopita. Katikati ya Januari, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kuwa mataifa ya Umoja wa Ulaya EU yanahitaji Oreshnik yao ili kusalia kuwa muhimu, kwani alikiri kwamba mfumo wa Urusi unaweza kubadilisha usawa wa madaraka kwa muda mfupi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri kati